Shalom mpenzi mtazamaji wa luninga ya Sonship Spirit, jicho la Mungu duniani kote. Ungana nami mtangazaji wako Aksa Brown katika dakika 5 za kipindi cha utukufu wa wokovu wetu, kipindi ambacho kinaeleza maana ya urithi wa wokovu wetu tuliopokea kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Na siku ya leo tunakwenda kuzungumzia habari hii ya wokovu, na tunasema kwamba wokovu ni bure. Ndiyo, wokovu ni bure, na kueleza mpenzi mtazamaji na mrithi mwenza wa baraka za Mungu, wala hatuhitaji kumpa Mungu kitu chochote kuweza kupokea zawadi hii, maana tayari tulishapewa bure zawadi hii kuliko zawadi nyingine zote. Habari hii inanikumbusha kisa kimoja cha mwana wa Mungu ambaye alikuja kutembelea kusanyiko la wana wa Mungu katika huduma ya pete ya muhuri. Mwana huyu wa Mungu alitoka mkoa wa Morogoro, wilaya ya Morogoro vijijini, na kuja Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu katika hospitali ya Ocean Road. Siku moja alipotembelea kusanyiko la wana wa Mungu pete ya muhuri, alikutana na habari za wokovu, lakini aliweza kuzipokea kwa mshtuko wa nguvu na hofu. Mchungaji alipoona hilo, akamwomba mmoja wa wana wa Mungu kwenda kuzungumza naye, na alipokwenda kuzungumza ilionekana kwamba hofu yake haikuwa katika dini yake wala haikuwa katika familia aliyokuwa akitokea, bali hofu yake ilikuwa ni kabla na baada ya kuokoka. Ilikuwa kwamba ni lazima angefanya kazi kwa mchungaji ili kuweza kupokea habari hii njema, zawadi hii njema ya wokovu. Na hivi ndivyo ilivyokuwa kwa watu wote waliokoka katika kijiji hicho. Stori hii pia inanikumbusha habari za Elisha na Naamani alivyobeba udongo, lakini pia inanikumbusha masimulizi ya ubatizo, ambavyo watu wengi wanaamini kwamba ili kuweza kupokea zawadi hii ya wokovu ni lazima kwamba ubatizwe kwa maji mengi au machache. Tukisoma katika kitabu kile cha Efeso sura ya 1 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 8, nitasoma mstari wa 1 na wa 2. Inasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Naendelea kusisitiza kwamba wokovu ni bure, na wala hakuna kitu chochote ambacho tunaweza kumpatia Mungu ili kuweza kupokea zawadi hii, bali wokovu tulikusha kupewa bure na Mungu Baba kupitia Yesu Kristo. Kinachotakiwa ni kumwamini Yesu Kristo na kuamini kazi yake kamilifu ya msalaba. Hapo ndipo utakuwa mwana ndani ya ufalme wa Mungu, utakuwa umepokea zawadi hii ya wokovu. Hongera sana kwa kuzaliwa mara ya pili. Hongera sana kwa kuwa mwanafamilia ndani ya ufalme wa Mungu. Na kwako wewe ambaye bado haujazaliwa mara ya pili, unaweza kunifuatisha maneno haya ili kuweza kufanyika kuwa mwanafamilia ndani ya ufalme wa Mungu. Ninaamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na Mungu aliyeuvaa mwili, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka, akapaa mbinguni, kama yanenavyo maandiko, akawatokea mitume wake. Na mimi leo hii nimempokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Haleluya, mimi ni mwana wa Mungu. Hongera sana mwana wa Mungu kwa kuwa umezaliwa mara ya pili. Karibu sana katika familia ya wana ndani ya ufalme wa Mungu. Mpaka wakati mwingine, tukutane tena hapa Sonship Spirit kuweza kutazama kipindi chetu pendwa kabisa cha utukufu wa wokovu wetu. Naendelea kusisitiza tena na tena ya kwamba wokovu ni zawadi tumepewa bure kabisa kupitia Yesu Kristo. Shalom shalom, mpaka wakati mwingine.